بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake kutujalia kuiswali swala hii ya dhuhuri tena kwa jamaa. Hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huu. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kukumbushana mambo yanayohusiana na dini yetu na hasa ibada ambazo tunatakiwa kupambana nazo na kuzifanya katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Tumekumbushana mengi na watu wamejifunza. Kuna baadhi ya mambo ambayo watu walikuwa hawayafanyi, lakini kwa kupitia ukumbusho ambao watu wanakumbushwa, watu wamekumbushika. Hata swala la kufunga masiku haya ya mwanzo ya Dhulhijja, mtu kufunga siku ya kwanza mpaka ya 9, watu walikuwa hawafungi. Kuna ambao walikuwa hawafungi kwa sababu ya kutokujua fadhila zake na umuhimu wake, lakini pia kuna ambao walikuwa hawafungi kwa kudai kwamba mtume hajawahi kufunga, na wakiwa wanatafuta dalili kwamba wapi mtume amesema tufunge, dalili ya funga iko wapi, kwamba tunatakiwa kuyafunga masiku 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Iko wapi hiyo hadithi inayozungumzia funga katika masiku haya 9 ya mwezi wa Dhulhijja? Kwa hiyo kuna ambao walikuwa wanapinga kwa utaratibu huo kwamba hakuna ushahidi, lakini kuna ambao walikuwa hawaelewi. Lakini kwa kupitia durusi kama hizi watu wamefahamu mengi, na alhamdulillah watu wanayapatia faida masiku haya. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tunaendelea kuhimizana kufanya mambo ambayo yana ujira mkubwa ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, leo tutakumbushana kunako na dhikrullah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya masiku haya Muislamu anatakiwa kumtaja Allah kwa wingi. Muislamu anatakiwa kufanya dhikri kwa wingi ndani ya masiku haya. Ulimi wako uwe bize na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimi uwe ni bize kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna malipo makubwa. Amara Allah ta'ala ibadahu bidhikrihi. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake kuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatha ala dhikri wa raghabahum fihi, na amehimiza watu wao ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rattaba alayhi thawaba alazima, na Allah akaweka thawabu nyingi.
na Allah akaweka thawabu kubwa kwa mtu ambaye anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zimekuja aya nyingi ambazo zinatuelekeza kumtaja Allah, kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala. Zimekuja aya nyingi sana. Miongoni mwa aya ambazo zimekuja, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, uzkurullaha dhikran kathira, mtajeni Allah tena kwa wingi, msimtaje kidogo, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumsabihi asubuhi na jioni. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwaelekeza wale ambao wana sifa ya imani, wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanaelekezwa wawe na tabia ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Hiyo ni suratul Ahzab aya ya 41 mpaka 42. Sio hiyo tu, aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadhakirina Allah, na wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakirina Allah kathira, na wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, wanaume, wadhakirati, na wanawake pia wenye kumtaja Allah kwa wingi. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia msamaha na amewaandalia malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Hiyo pia ni suratul Ahzab aya ya 35. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kumtaja katika wanaume wanaomtaja kwa wingi, amewaandalia msamaha, lakini pia amewaandalia malipo yaliyokuwa makubwa. Si wanaume peke yake, hata na wanawake vile vile wanapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala wameandaliwa malipo na Allah subhanahu wa ta'ala, na wameandaliwa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu unatakiwa uwe mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, kila mahala, adhkari za kila mahala. Tumefundishwa dua za kila mahala. Muislamu anatakiwa kujitahidi katika siku zote, lakini ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, Muislamu unatakiwa kuzidisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadailu dhikri kathira, na fadhila za kumtaja Allah ni nyingi. Wa thawabuhu inda Allahi adhim, na thawabu zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Mtu anapokuwa ametenga muda wake kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema akiwaambia maswahaba na ndio kuambiwa sisi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, hivi nisikuambieni matendo yenu ambayo yatakuwa ni bora zaidi kuliko matendo mengine, wa azkaha inda malikikum, na matendo ambayo yatakuwa yana utakaso mkubwa mbele ya mfalme wenu, wa arfa'uha fi darajatikum, na amali na matendo ambayo yatakuwa ni ya kumnyanyua mtu daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khairul lakum, na matendo ambayo ni bora kwenu nyinyi, min infaqi dhahabi wal fidda, kuliko kutoa sadaka ya dhahabu na fedha. Wa khairul lakum, na matendo ambayo yatakuwa ni bora kwenu nyinyi, min an talqaw aduwakum, kuliko kukutana na maadui zenu, fatadribu a'naqahum, mkawapiga shingo zao, wa yadribu a'naqakum, na wao vile vile wakakupigeni shingo zenu. Kwa maana mkapambana na maadui, mkapigana, mkauana. Lakini nisiwaambieni kitendo ambacho mkikifanya itakuwa ni bora kuliko hayo yote, matendo ambayo yatakunyanyua daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo ambayo yatakuwa ni bora kuliko matendo yoyote yale, matendo ambayo yatakuwa ni bora kuliko kutoa sadaka ya dhahabu na fedha. Lakini pia matendo ambayo yatakuwa ni bora kwenu nini kuliko kwenda kupambana na maadui. Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakasema ndio ewe mtume wa Allah, tuambie matendo hayo ni yapi? Qala
Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dhikrullahi, matendo hayo ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa umekaa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika malipo yake ni mengi na thawabu zake ni nyingi. Muislamu unatakiwa kujitahidi kuwa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sadaqa al-mufarriduna, wamekutangulieni kwa malipo al-mufarriduna, wamekutangulieni kwa thawabu kwa kiasi kikubwa sana. Qalu, wakasema maswahaba, wa al-mufarriduna ya Rasulullah, hao al-mufarriduna ambao wametutangulia kwa malipo, ambao wametutangulia kwa thawabu, ni watu wa namna gani ya Rasulullah? Ni watu wenye sifa gani ya Rasulullah? Qala, Mtume akasema adh-dhakiruna Allah kathira, ni wanaume ambao wanamtaja Allah kwa wingi, wadh-dhakirati, na wanawake ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Akhrajahu Muslim. Kwa ndugu katika imani, kwa maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapokaa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu anapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyu anawatangulia watu wengine kwa malipo kwa ajili ya kukaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mfano wa mtu ambaye anamtaja Mola wake, walladhi la yadhkuru, amtaji Mola wake, mathalu alhayy walmayyit, ni mfano wa mtu aliye hai na ni mfano wa mtu aliyekufa. Rawahu al-Bukhari. Kwa maana ya kwamba anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala huyu yuko hai, na yule ambaye hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala huyu ni maiti. Hata kama anatembea huyu amekufa, kwa kufa moyo wake kwa kutomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tofauti ya mtu mwenye uhai na yule asiyekuwa na uhai ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ulimi wako usiwe ni mbichi kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Unapokuwa njiani unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unapokuwa umekaa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unapokuwa umelala unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unapokuwa uko katika shughuli zako unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimi wako siku zote unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika imani, Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tena mtaje Allah kwa wingi, usiwe mvivu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume anasema la an aqula, Mtume anasema kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, mtu kuyasema maneno hayo ahabbu ilayya, Mtume anasema kuyasema maneno hayo inapendeza zaidi kwangu mimi, mimma tala'at alayhi shamsu, kuliko vitu vyote ambavyo vimechomozewa na jua. Rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi kusema maneno haya, mimi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, maneno haya yanapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kila kitu ambacho kimechomozewa na jua. Vitu vyote havina maana. Dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili linapendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Muislamu, kwa nini na wewe pia usiwe ni mtu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe ni mtu wa kuyasema maneno haya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar, ukawa unayasema maneno haya mara kwa mara. Maneno haya yanapendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno yanayopendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno haya yatakuwa yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'u, maneno yanayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni manne. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ata, hakuna madhara, hautadhurika ukianza na lolote katika hayo maneno manne. Akayataja maneno hayo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Haya ni maneno manne ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu kuyasema. Maneno haya yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu anapoyasema maneno haya anatengeneza utaratibu wa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neno la kwanza ni subhanallah, hilo la kwanza. La pili walhamdulillah. La tatu wala ilaha illa Allah. La nne wallahu akbar. Maneno haya yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa kuyasema kwa wingi maneno haya, kwa sababu ni maneno ambayo yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فعلى المسلم أن يبادر إلى الإكثار من الذكر والمداومة عليه. نجي كلا مسلم afanye haraka kuzidisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah kwa wingi na kudumu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wal ityani bi adhkari sabahi wal masa. Na vile vile muislamu unatakiwa kujitahidi kuleta adhkari za asubuhi na jioni. Tumefundishwa inapofika jioni unatakiwa kuleta adhkari gani, ili kwa kupitia adhkari hizo unapata ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulinda na Allah usiku mzima. Na panapokucha vile vile ukaleta adhkari hizo unapata ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala mchana kutwa. Kwa unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unapoleta zile adhkari za jioni, Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda na mabaya yote ya usiku, atakulinda na uchawi, atakulinda na mashaitani ya kijini, atakulinda na mambo yote mabaya ambayo yanapita usiku wakati wewe umelala haujitambui. Allah subhanahu wa ta'ala anakulinda. Anakulinda kwa sababu gani? Kwa sababu umetaka ulinzi kwake yeye, umesoma zile dua za jioni. Kwa hakika Muislamu unatakiwa kujifunza dua za asubuhi na jioni ili uwe unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala unaweza ukapata malipo ya hija na umra kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu alioelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, amepokea hadithi Anas radhi za Allah ziwe juu yake, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salla al-ghadata, atakayeswali swala ya subhi, fi jama'atin, katika jamaa, thumma qa'ada yadhkuru Allah, kisha akakaa akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, analeta adhkari zile za asubuhi, hatta tatli ash-shamsu, mpaka jua likachomoza, thumma salla rak'ataini, kisha akaswali rakaa mbili za duha, kanat lahu, anakuwa kana kwamba yeye anapata ujira, kana kwamba yeye kaajiri hajjatin, kama vile ujira wa mtu aliyofanya ibada ya hija, wa umratin, na ujira wa mtu aliyofanya umra. Qala Anas akasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tamatun tamatun tamatun, tena hija iliyotimia isiyokuwa na mapungufu hata kidogo. Kwa kule wewe kuswali swala ya subhi, kisha ukawa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukaleta adhkari zile za asubuhi mpaka jua likachomoza, na baada ya jua kuchomoza ukaswali rakaa mbili za duha, kisha ukaondoka, malipo yake unaolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, unalipwa malipo sawa na mtu aliyekwenda kufanya ibada ya hija na umra.
ibada ya hija na umra hivi sasa kwa gharama inakwenda mpaka milioni 16. Yawezekana ikafika mpaka milioni 20. Lakini vile vile mtaka wa hija sio mchezo, inahitaji nguvu. Utoke Mina mpaka utoke Maka mpaka Mina. Utoke Mina mpaka Arafa. Utoke Arafa mpaka Muzdalifa. Utoke Muzdalifa urudi Mina. Utoke Mina uende Maka kwa ajili ya tawafu. Hizi zote ni safari ambazo unatakiwa kuzipita kwa ajili ya kuikamilisha hija yako. Lakini wewe umekaa hapa katika mji wako, umeswali swala ya asubuhi, ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kukakucha, mpaka jua likachomoza, ukaswali rakaa 2 za duha, kisha ukaenda kwenye majukumu yako, unaandikiwa thawabu sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija, tena hija iliyotimia, tena hija iliyotimia, tena hija iliyotimia. Kinachohitajika hapa ni ikhlas. Fanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muda, tenga muda. Na shaitani huwa hapendi kuona mtu amekaa anapata thawabu kama hizo, lakini pia nafsi huwa haipendi, lianna nafsa amaratun bisui. Nafsi tabia yake ni kuamrisha mabaya. Kwa nafsi itakushawishi uondoke tu baada ya kuswali salatu subhi. Muda wa kukaa mpaka jua lichomoze unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi haipendi. Shaitani pia hapendi, anakupiga vita usiweze kufanya hivyo, kwa sababu malipo utakayoyapata ni makubwa. Hii ni katika hali tu ya kawaida. Sikwambii katika masiku haya ambayo ni matukufu, masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja ambayo matendo yetu yanaongezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapata thawabu nyingi kwa kufanya matendo mema katika masiku haya. Kwa ndugu zangu katika imani, Muislamu jitahidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu aliyouelekeza Allah, na kwa utaratibu aliyouelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa namna walivyokuwa wakifanya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio zile dhikri za kizushi. Zile dhikri mtu anafanya dhikri mpaka anapoteza fahamu. Mtu anafanya dhikri mpaka anajikojolea, eti yuko anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anaruka juu, anaruka mpaka anapoteza fahamu. Sio dhikri za namna hiyo. Ni dhikri unakaa unatulia, unafanya dhikri zile ambazo ameelekeza na amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio dhikri hizo za kuruka na mtu kuimba mpaka nafikia mahala anakuwa ni mwenye kupoteza fahamu. Sio dhikri hizo zilizokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na zilizokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.